Bwana, karibu sana kwenye bonge moja la movie ambalo limetoka siku mbili ambazo zilizopita. Hii inakwenda kwa jina la The Equalizer namba 4 ambayo ishatoka muda si mrefu. Bwana, jina langu naitwa Chad, the best presenter in town, na hii ni Chad the Storyteller. Bwana, movie hii tunamwangazia mshikaji mmoja ambaye anaitwa Robert McCall. Inaanza kwa kumweka muhusika mkuu katika hali ya kupona majeraha baada ya shambulio baya alilopata nchini Italy. Roberto ambaye sasa amejiondoa katika maisha ya ujasusi wa serikali, anajikuta akipata hifadhi katika mji mdogo sana wa kusini mwa Italy unaoitwa Atramonte. Katika mji huo Roberto anapata utulivu ambao hakuwahi kufurahia hapo awali, akijenga mahusiano ya karibu sana na wenyeji ambao wanamchukulia kama mtu wa kawaida sana. Bwana, hata hivyo amani hiyo inavurugika wakati Roberto anapogundua kuwa watu anaowapenda na kuwathamini katika mji huo wako chini ya utawala wa kikatili sana wa genge la uhalifu wa kupangwa la mafia ambalo linaongozwa na mshikaji mmoja anaitwa Kamola. Bwana, genge hilo linatumia nguvu na vitisho na mauaji ili kuthibitisha biashara na maisha ya watu wa mji huo, hali inayomfanya Roberto kurudi kwenye silika zake za zamani za uhalifu na kusawazisha mambo ili kuwalinda wasio na hatia. Bwana, kama ilivyo ada ya Roberto, aweze kukaa kimya kuona watu wadogo wakinyonywa na wenye nguvu. Anaanza kufuatilia nyendo za wahalifu hao kwa umakini sana mkubwa, ili akichunguza muundo wao wa uongozi na kugundua kuwa genge hilo lina uhusiano wa kimataifa na unaovuka mipaka wa Italy. Hapo ndipo Roberto anapoamua kuwa huu ni wakati wa kumaliza uovu huu kwa njia ya kudumu. Bwana, kadri anavyozidi kujihusisha, Robert anagundua kuwa tishio hilo ni kuwa kuliko anavyodhani, kwani mafia hao wana mikono mirefu hata ndani ya vyombo vya dola. Hii inamfanya awe katika wakati mgumu sana, kwani anapaswa kutumia mbinu zake za siri za kijasusi huku akijifanya kuwa yeye ni mtu wa kawaida sana, ili asivute tahadhari za maadui zake kabla ya wakati sahihi wa kushambulia. Bwana, mvutano wa filamu unafikia kilele wakati Roberto anapoanza kuwawinda viongozi wa genge hilo mmoja baada ya mwingine, na kila hatua yake ni ya kisayansi zaidi na ya kijeshi. Anatumia mazingira ya kihistoria na mitaa membamba sana ya Italy kuwatenga na kuwashinda maadui zake kwa kasi na ukatili unaostahili. Ni onyesho la mbinu za kivita ambapo Roberto anathibitisha kuwa yeye bado ni mnyama sana, na anapokuja suala la kulinda haki anakuwa ni mkatili vibaya mno. Bwana, katika sehemu ya kati filamu inajikita sana katika safari ya ndani ya Roberto, ambapo anatafakari kuhusu maisha yake ya nyuma ya umwagaji damu, na anajiuliza kama kuna mahali pa kweli pa amani kwa mtu kama yeye, na kama hatima yake ni kuwa daima mtetezi wa wanyonge. Maswali haya yanampa uzito sana wa kihisia. Bwana, mhusika mkuu akionyesha kuwa yeye si tu mashine ya kuua, bali ni binadamu mwenye dhamira sana ya kuwa na utu. Bwana, kadiri pambano la mwisho linavyokaribia, Roberto anapambana na kiongozi wa genge hilo katika mapambano makali yanayoakisi mbinu za zamani na nguvu mpya ya azma yake. Vita hivi si vya kimwili pekee, bali ni vya kikatili sana, na akijaribu kuondoa utawala wa uoga uliokuwa umejijenga kwa muda mrefu katika mji huo wa Italy, ili kumpa jamii hiyo nafasi ya kuanza upya. Bwana, kilele cha filamu kinaonyesha ushindi wa Robert, lakini ni ushindi unaokuja na gharama kubwa sana. Anafanikiwa kuangamiza genge hilo na kurudisha uhuru katika mji wa Atramonte, lakini anaelewa kuwa maisha yake ya kuwa mlinzi wa siri yanakaribia mwisho. Anaiachia familia hiyo ikiwa imebadilika na yeye mwenyewe akiwa amepata aina ya amani ya kiroho ambayo alikuwa anaitafuta sana kwa muda mrefu. Bwana, katika uchambuzi wa kina wa hii filamu ya Equalizer 2026, filamu hii inaonyesha mabadiliko ya mazingira kutoka kwenye mji wenye kelele ya watu wengi sana kwenda kwenye utulivu wa mji wa pwani wa Italia. Mabadiliko haya ya mazingira yanampa Robert nafasi ya kuwa na tafakari zaidi, ikionyesha kuwa ujasusi wake sasa hauko kwenye uwanja wa vita pekee, bali katika kusoma alama za nyakati na maisha ya kawaida ambayo alizikosa kwa miaka mingi sana.
Bwana, mwanzoni mwa filamu Robert aliweza kumwokoa binti mmoja na anachukua nafasi kubwa sana katika ukuaji wa hadithi. Uwepo wake unamsaidia Robert kuona ubinadamu ndani yake, jambo ambalo mara nyingi lilikuwa likifunikwa na hitaji la kulipiza kisasi. Hii inaupa mwelekeo wa hadithi mguso wa kibinadamu. Bwana, unapomfanyia mtazamaji ajihisi karibu zaidi na muhusika mkuu kuliko ilivyokuwa kwenye sehemu ya awali. Bwana, mbinu za kupigana za Robert katika sehemu hii ni noma sana, kikongwe na za kimahesabu zaidi. Badala ya kutumia nguvu nyingi sana, anatumia uzoefu wake wa kuwasoma maadui na kuwatega kwenye mitego ambayo wao wenyewe wameiandaa. Ni taswira ya mtu ambaye anaijua kuwa muda wake wa kupigana unavyoyoyoma, hivyo kila hatua anayoipiga ni lazima na yeye kusudi ili aweze kuliona mapema. Bwana, mwisho kabisa wa hii filamu inatoa hitimisho la kukubali yaliyopita, na Robert hajajaribu tena kufuata historia yake ya kuwa wakati wasili, na bali anaikubali kama sehemu ya utambulisho wake inayompa uwezo wa kulinda wengine. Hii inamfanya mwisho wa filamu kuridhisha zaidi, ikionyesha kuwa amani ya kweli haipatikani kwa kukimbia yaliyopita, bali kwa kuyapatia maana upya kupitia matendo mema kabisa. Bwana, hii ni bonge moja la movie, bonge moja la story. Equalizer namba 4 ishatoka 2026. Trailer hili hapo. Jina langu naitwa Charles, the best presenter in town, na hii ni Charles the Storyteller. Shusha kwenye comment hapo chini, niambie kuhusiana na hii movie. Bwana, ni noma sana.